wa tume ya Umoja wa Ulaya ameonya kuwa wako tayari kulipiza kisasi dhidi ya Marekani iwapo Rais Donald Trump ataongeza ushuru kwa bidhaa zitokazo Ulaya. Trump ameahidi kutangaza ushuru mpya hapo kesho Jumatano kwa magari, bidhaa za vifaa tiba pamoja na nyinginezo zikitarajiwa kuathirika. Ron Clifford na taarifa hiyo. Ursula von der Leyen wa Umoja wa Ulaya amesema ukanda huo bado upo tayari kwa mazungumzo, ila una mpango dhabiti wa kulipiza kisasi iwapo utalazimika. Ulaya haijaanzisha makabiliano haya. Kimsingi, hatutaki kulipiza kisasi, lakini ikitulazimu, tuna mpango thabiti kabisa wa kulipiza na tutautumia. Von der Leyen hakutoa maelezo zaidi ya jinsi Ulaya itakavyolipa kisasi, ila mwezi uliopita eneo hilo lilitekeleza hatua zake. Ilijibu hatua za Trump za kutoza ushuru chuma na aluminium kwa kuzindua hadi pauni bilioni 26 sawia na dola bilioni 28 ambayo ni thamani ya bidhaa za Marekani zinazouzwa nje, ikiwa ni pamoja na boti, kinywaji cha bourbon na pikipiki. Tume ya Ulaya pia ni mdhibiti mkubwa ambaye hajasita kuzitoza kampuni kubwa za teknolojia za Marekani kwa faini kubwa na gharama nyinginezo hapo awali, jambo ambalo Trump analijua alipotoa amri rasmi mwezi Februari akitishia kuzichukulia hatua nchi zinazotoza tozo zisizo na haki pamoja na adhabu dhidi ya wavumbuzi wa Marekani. Amri hiyo iliitwa ya kudhibiti utoaji kwa nguvu kwa mataifa ya ughaibuni na kutishia ushuru wa juu zaidi kama adhabu. Bara Ulaya limekuwa mnunuzi mkubwa wa bidhaa za Marekani. Mwaka uliopita lilikuwa ndilo soko kubwa zaidi la bidhaa za Marekani mbele ya majirani wa Marekani ambao ni Canada na Mexico, kulingana na takwimu za afisi ya sensa ya Marekani. Rais Trump amesema atakuwa mkarimu sana kwa washirika wa kibiashara wa Marekani atakapozindua ushuru baadaye wiki hii. Trump alitoa kauli hizo alipojibu maswali ya waandishi wa habari katika ofisi ya rais. Ni sawa, wanachotutoza pia sisi tutawatoza, ila tunakuwa wazuri zaidi ya jinsi walivyo. Tuna nchi nyingi marafiki na maadui. Huwa nasema marafiki na maadui, ila kwangu marafiki ni wabaya zaidi kuliko maadui. Walituponza kwa uzuri wetu. Tutakuwa wazuri sana kwa kulinganisha na walivyokuwa. Takwimu zitakuwa chini kuliko vile ambavyo wamekuwa kitutoza, na wakati mwingine labda chini sana, lakini tuna wajibu kwa ulimwengu. Lakini tutakuwa wazuri sana. Kimsingi tutakuwa wema sana. Relatively speaking, we're going to be very kind. Trump amesema ushuru wa bidhaa kutoka nje utatangazwa kufikia siku ya Jumanne usiku au Jumatano. Rais wa Marekani amependekeza kuongeza ushuru wa pamoja kwa nchi zote katika hatua ya kujaribu kupata mikataba bora ya biashara na kulinda uchumi wa Marekani dhidi ya ushindani usio wa haki. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF, Kristalina Georgieva, amethibitisha kuwa ushuru uliopangwa ulikuwa unasababisha wasiwasi, lakini akasema athari zake za kiuchumi duniani hazikutarajiwa kuwa kubwa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameshtumu jumuiya ya kimataifa kwa kupuuza vifo vya mamilioni ya raia wake ambao wameuawa katika mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa Kongo. Rais Tshisekedi amesema watu milioni 10 wameuawa tangu miaka ya 90 na kuyataja mauaji hayo kuwa ya halaiki. Huku haya yakijiri, mhalifu wa kivita aliyepatikana na hatia nchini Uganda ametangaza vuguvugu jipya la waasi lililo na nia ya kuiangusha serikali katika jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo na kusababisha tishio jingine la usalama katika eneo hilo lilokumbwa na vita. Peter Mwangangi na maelezo zaidi. Kuundwa kwa kundi la Azimio la Mapinduzi CPR na Thomas Lubanga, mzaliwa wa Ituri, kunajiri wakati jeshi la Kongo linakabiliwa na msukumo usio na kifani wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Kongo. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ilipata hatia ya kwanza dhidi ya Lubanga mwaka 2012 kwa tuhuma za kuwaajiri watoto askari na kumhukumu kifungo cha miaka 14 jela. Aliachiliwa mwaka 2020 na Rais Felix Tshisekedi alimteua kwenye kikosi kazi kuleta amani Ituri. Lakini mwaka 2022 alichukuliwa mateka kwa muda wa miezi miwili na kundi la waasi ambalo analaumu serikali na sasa yuko nchini Uganda. Katika majibu yaliyoandikwa kwa maswali kutoka Reuters, Lubanga alisema CPR ina wahusika wa kisiasa na kijeshi wakiwemo watu wenye silaha katika maeneo matatu ya Ituri. Alisema kuleta amani katika eneo hilo kunahitaji mabadiliko ya mara moja katika utawala na serikali, ingawa aliongeza kuwa kundi hilo halijaanzisha operesheni za kijeshi. Haijulikani ni wapiganaji wangapi ambao Lubanga anawadhibiti. Wataalam wa Umoja wa Mataifa mwaka jana walimshutumu kwa kuhamasisha wapiganaji kusaidia wanamgambo wa ndani na M23.
Na serikali nayo inasema lengo kubwa ni kuwaleta pamoja raia wa nchi hiyo ya DRC ili kutafuta suluhisho la kitaifa katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, upinzani hadi sasa unaendelea kupinga kushiriki katika mkutano huo ambao pia unalenga kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, mkutano ulioitishwa na Rais Felix Tshisekedi kujaribu kuleta umoja na mshikamano katika taifa hilo. Mbelechi Msoshi na taarifa zaidi. Na hapa tuko katika ofisi ya mshauri maalum wa Rais Tshisekedi ambaye anahusika na maswali za usalama. Yeye ndo amepewa jukumu la kusikiliza kila mkongomani, kila mwanasiasa, uwe wa pande wa chama tawala, uwe wa upande wa upinzani. Tshisekedi wametoa maoni yao kuhusu yale yanayopita mashariki mwa Kongo na kutatua pamoja mgogoro huu. Kumaliza vita mashariki mwa Kongo ndio haswa lengo ya mazungumzo haya ambayo yamefanyika hapa katika ofisi ya mshauri wa Rais Tshisekedi, Profesa Desire Eberanda. Tumsikilize hapa Tabu Makuse Angel ambaye anasimamia kikundi au muungano wa vyama ambao unaitwa hatua ya washirika waliojitolea kwa ajili ya demokrasia nchini DRC. Maana yake tunaleta nia yetu, tunaleta mafikara yetu yote iweze kuenda namna ya kusukuma nchi yetu katika umoja. Kwa kuwa umoja ndio lazima sana kuliko yote. Kama hatuna umoja, tupende nchi yetu, tutakuwa tunagomana, alafu nchi itaenda wapi? Kwetu wanasemaka kama mbwa wanapigana kwa ajili ya mfupa, alafu pusu atatoka kule anabeba ile mfupa anaenda naye. Na nia ni kufanya limoja na kujenga pamoja na kujua gizi gani kusaidia population ya kwetu. Lakini hadi sasa wapinzani wakuu kama vile Bwana Moise Katumbi, Martin Fayulu hawaja kubali kushiriki katika mkutano huu ambao ulitishwa na Rais Tshisekedi. Lakini Justin Bitakwira ambaye ni mbunge pia anaongoza kundi la wazalendo wa Kivu ya Kusini amehisi ya kwamba wakati nchi imeingia katika vita lazima upinzani na chama tawala waikae pamoja ili kuangalia namna gani kumaliza mgogoro. Na hapa tumeitiwa kwa hii consultation. Tumesema vitu vingi hatavisema hapa kwenye microphone. Sisi tunataka kila mkongomani aelewe ya kwamba wakati chui inaingilia watu munyumba, nyinyi wote kila mtu atafute mkuki. Hapa hakuna kitu ya opposition tena, hakuna kitu ya societe civile, hakuna kitu chochote. Na waomba wakongomani wote mahali pote wapo waelewe ya kwamba hii serikali wataunda kwa kesho. Kila mtu ajisikie kama naye analeta yake mchango. Mambo ingine yote sisi wenyewe tukishamfukuza adui tutayazungumza wenyewe kwa wenyewe. Baada hapa ripoti tatolewa kwa Rais Tshisekedi ambaye baada ya mazungumzo haya ambayo atafanya wiki mbili, Rais Tshisekedi atapewa ripoti na baadaye ndio kutateuliwa serikali mpya ambayo itakuwa na lengo ya kulinda mipaka ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kudhibiti upya maeneo yote ambayo yamedhibitiwa na wahasi wa M23 huko mashariki mwa Kongo.